Kwenye SACCOS aliyewekeza ndiye anayepewa huduma. Kwa hiyo una nafasi ya kutoa mapendekezo kwenye mkutano mkuu kwamba tunaomba riba ya mkopo ipungue kufika kiasi hiki. Lakini ukiwekeza kwenye taasisi zingine, una nafasi ya kwenda kusema naomba bidhaa hii mimi nikiwa kama mwekezaji ipungue kwa sababu natumia mimi. Unajua hisa na gawio za SACCOS zinaweza zikaleta utajiri mkubwa wa wanachama wako katika SACCOS. Leo tupo na mgeni wetu mashuhuri na mgeni wetu mtaalamu zaidi ambaye hatajitambulisha na kuzungumzia episodi ya leo kuhusu hisa na gawio. Karibu sana. Asante. Unaweza kujitambulisha na kutuambia majina yako na wadhifu wako? Kwa majina naitwa Abdueli Samson Kivuyo. Ni certified financial coach, lakini vile vile ni CEO au mtendaji mkuu wa Wazoil SACCOS Limited. Unaweza labda watazamaji waweze kujua tofauti ya gawio na hisa kwenye SACCOS? Ndio, kuna tofauti kati ya gawio na hisa kwenye SACCOS. Kwanza tunavyozungumza swala la hisa, inamaanisha umiliki. Umiliki kwamba SACCOS inahudumia wanachama ambao ni wamiliki. Wanachama wa SACCOS wanaopata huduma sio wateja bali ni wamiliki. Kwa hiyo ili mwanachama aweze kupata huduma lazima anunue hisa, ikimaanisha kwamba ananunua umiliki wa kumiliki chama chake. Akiba ni fedha ambayo mwanachama anaweka kila wakati kwa ajili ya kumsaidia kwenye shughuli mbalimbali. Mfano, inaweza kumsaidia kudhamini mikopo, lakini imsaidie wakati akiwa na mahitaji ya fedha kwa kipindi kijacho. Sasa hapo kwenye kuzielewa akiba na gawio, wanachama wengi wamezoea wanajua kwamba SACCOS ni kwa ajili ya kuweka akiba na kwa ajili ya kukopa. Unadhani wanatakiwa kutambua zaidi kwamba SACCOS inaweza kuimarisha hali zao za kiuchumi na kuwapa utajiri mkubwa? Ndio. SACCOS za kisasa zimekwenda mbele zaidi, zimetoka kwenye masuala ya kuweka akiba na kukopa. Wote tunafahamu kwamba kipindi cha nyuma ulikuwa ukisema SACCOS kinachokuja kwenye akili ya mtu yoyote ni kuweka akiba na kukopa. Lakini SACCOS za ulimwengu wa sasa zimekwenda mbele zaidi, zimeanzisha bidhaa ambazo zinasaidia wanachama kuwekeza. Mbali na kuweka akiba na kukopa, mwanachama anaweza kuwekeza kwenye chama akapata faida ambayo inatokana na uwekezaji wake. Nitoe mfano tu, kwenye chama chetu Wazoil SACCOS tuna bidhaa tofauti na akiba ambazo mwanachama anaweza akawekeza na akapata faida. Tuna bidhaa ambazo zina return, manake interest ya 11%, tuna bidhaa ambazo zina return ya 10%, tuna bidhaa ambazo zina return ya 7% na 5%. Kwa mwanachama ataangalia mahitaji yake, kwa sababu kila bidhaa ina masharti yake na taratibu zake. Ataangalia mahitaji yake na kuweza kuwekeza kule kwenye bidhaa hizo. Kwa mtu anayeanza SACCOS au ambaye hana uelewa wote kuhusu SACCOS, anasikia hisa za SACCOS, unaweza kuzitofautisha hisa na akiba kwenye SACCOS? Ndio. Hisa kama nilivyosema awali kwamba hisa ni umiliki. Kwa hiyo mwanachama ili aweze kupata huduma ni lazima kununua hisa za SACCOS kwa kiwango ambacho chama kimeweka. Lakini vile vile anapaswa kuweka akiba, kwa sababu moja ya malengo ya SACCOS ni kumwezesha mwanachama kujenga tabia ya kujiwekea akiba. Tunafahamu kwamba sisi Watanzania tuna uvivu katika kuweka akiba. Sasa moja ya lengo kuu la SACCOS ni kumsaidia mwanachama kuweka mpango thabiti wa kujiwekea akiba ambayo itamsaidia huko mbeleni, kwa sababu akiba hizi huko mbeleni anaweza kutumia kwa madhumuni yoyote. Anaweza kuzitumia kudhamini mikopo ambayo atakuwa anachukua kwenye chama, lakini vile vile anaweza kuzitumia kumsaidia kipindi cha uzeeni atakapotaka kufanya mambo mengine ambayo yatamsaidia. Vipi kuhusu tunavyosema ziada kwenye SACCOS? Na je, inamnufaishaje mwanachama? Ziada ni fedha ambayo inapatikana baada ya chama kufanya biashara. Okay. Tukubaliani tu kwamba SACCOS pia ni taasisi ambayo inafanya biashara kwa sababu inafanya biashara ya fedha kupata mapato yanayotokana na
biashara hiyo. Sasa ziada inapatikana pale ambako chama kinapokuwa na mapato makubwa zaidi ya matumizi. Na vyama hivi sasa hivi vina mapato tofauti tofauti. Kuna mapato yanayotokana na riba ambazo wanatozwa wanachama kwenye mikopo, lakini kuna mapato yanayotokana na uwekezaji mwingine. Kuna vyama vimewekeza kwenye hati fungani za serikali, kuna vyama vimewekeza kwenye mifumo ya tehama, kuna vyama ambavyo vimewekeza kwenye makampuni yaliyoorodheshwa kwenye soko la hisa. Kwa hiyo kuna mapato yanapatikana kutoka vyanzo hivyo. Ukienda kutoa na gharama ambazo chama kinatumia, kinachobaki ndio ziada. Okay. Na hiyo ziada, je, inagawiwa kwa wanachama na inagawiwa kwa utaratibu gani, au chama kinachukua hatua gani kuanza kugawa lile gawio kwa wanachama wake? Asante. Kwanza, hatua mojawapo kwenye chama ni kupata ziada ama faida. Baada ya chama kupata faida, watawasilisha kwenye mkutano mkuu mapendekezo ya kugawanya ile faida. Lakini tukumbuke pia kwamba kuna sheria ambayo inaongoza taratibu za ugawanyaji wa faida. Okay. Kipengele cha kwanza kinataka chama kugawa faida endapo tu kimefikia uwiano unaohitajika kisheria wa mtaji tete na mtaji taasisi. Kwa hiyo endapo chama kimefikia uwiano unaohitajika kisheria, kitapeleka mapendekezo kwenye mkutano mkuu wa wanachama kwa ajili ya kugawanya faida ile. Lakini vile vile faida inayogawanywa ni 40%, kwa sababu sheria inasema 60% itabaki kwa ajili ya kuhakikisha chama kinakuwa endelevu na kiendeleze shughuli zake za kibiashara. Hapo kwa wanachama, umesema wanachama wanaweza wakapata gawio, umeelezea namna nzuri ambao chama kinatumia jinsi ya kugawa lile gawio. Lakini mwanachama anaweza kulichukua lile gawio na kuliwekeza tena ndani ya SACCOS. Ndiyo, ni sahihi kabisa. Tunaita reinvestment, dividend reinvestment. Ni kwamba mwanachama anaruhusiwa pale anapopata gawio ama anapopata faida juu ya akiba alizoweka kwenye chama akaziwekeza tena. Na kwa kweli hii ndo itamsaidia kupata faida endelevu na akaja kuona thamani ya uwekezaji wake huko mbeleni. Nitoe tu mfano. Kwa chama ambacho labda gawio linakuwa 10% ya hisa ambazo mwanachama amewekeza. Nimetoa mfano. Maana yake kama mwanachama ameweka milioni 10, faida atakayopata au gawio atapata milioni 1. Akiwekeza tena, uwekezaji wake utapanda kutoka milioni 10 kwenda milioni 11 kwenye hisa. Kwa hiyo mwakani kama chama hiko kitaendelea kutoa 10% za hisa kama gawio, maana yake atapata milioni 1.1 milioni. Kwa hiyo akija tena kuwekeza akiziwekeza mara ya pili, atakuwa na thamani ya hisa ambazo zitakuwa shilingi milioni 12.1 milioni. Kwa hiyo tunaona kwamba thamani ya hisa inaendelea kuongezeka kama mwanachama ataendelea kuwekeza lile gawio kwenye hisa zake. Hapo kwenye hisa, ukizungumzia hisa, kuna kiwango chochote ambacho kipo kwenye SACCOS cha mwanachama kuwekeza, ni kiwango cha juu au ile limiti yenyewe ya juu cha mwanachama kuwekeza? Ni sahihi kabisa. Sheria imetaka kwamba wanachama waweke hisa lakini wasizidi 20% ya hisa zote ambazo zimewekwa kwenye chama na wanachama wengine. Na hii ni sababu moja tu kubwa, kwamba usiwe na mtu mmoja ambaye amewekeza kiasi kikubwa zaidi ya wengine. Mfano tu, ikitokea kwamba mwanachama amewekeza 50% ya hisa zote, siku akitaka kuondoka akachukua hisa zake, manake kile chama kinakufa. Kabla ya mwanachama kuwekeza, wewe kama kiongozi kwenye SACCOS, kwa kupitia zile nyaraka ambazo zinatumwa kwenye mkutano mkuu za fedha, ni kitu gani mwanachama anatakiwa kukizingatia zaidi ili aweze kuwekeza katika kile chama? Kuna mambo ya msingi kadhaa. Ya kwanza, mwanachama anapaswa kujua taarifa za fedha za miaka iliyopita
na mwaka husika, ili kuweza kuona kama kuna ukuaji katika chama hiko. Ukuaji kwa maana ya kwamba rasilimali za chama zinakuwa, lakini ukuaji kwa maana ya kwamba mikopo iliyotolewa kwa wanachama inakuwa, lakini ukuaji kwa maana mtaji wa chama unaendelea kuongezeka, ukuaji kwa maana ya kwamba idadi ya wanachama wanaendelea kuongezeka, na ukuaji kwa maana nyingine kwamba akiba na hisa na amana za wanachama zinaongezeka. Lakini jambo la pili ambalo mwanachama anapaswa kuangalia kabla ya kujiunga na chama, anapaswa kuangalia utawala bora wa chama husika. Utawala bora kwamba kuna uwazi wa taarifa, kuna ufuataji wa taratibu na sheria, uendeshaji wa mikutano mikuu na vitu kama hivyo. Lakini jambo la tatu, anapaswa pia kuangalia ubora wa mikopo ambayo upo kwenye kile chama, kwa sababu inawezekana chama kinakuwa kinatoa mikopo, lakini ubora wa mikopo ambao unatolewa hauendani na kiasi ambacho chama kinatoa kama mikopo. Umezungumzia faida ya mikopo na ubora wa mikopo kwenye SACCOS, lakini napenda kukuuliza, je, ile mikopo isiyolipika inaathirije gawio la wanachama kwenye SACCOS? Ni kweli kipengele muhimu sana cha kuangalia katika utendaji wa SACCOS ni ubora wa mikopo, na lengo kubwa la chama ni kutoa mikopo, lakini kuhakikisha kwamba mikopo iliyotolewa inarejeshwa kwa wakati. Tukizungumzia swala la athari ya ubora wa mikopo kwenye gawio, moja, kama chama kikitoa mkopo ambao hautorejeshwa baada ya muda, na nafikiri kanuni imesema kwamba baada ya siku 90, hata pale kwenye chama chetu tumeweka masharti hayo kwamba baada ya siku 90 za mkopo kutorejeshwa, mkopo ule utaacha kutoza riba. Sasa mikopo ikiacha kutoza riba, maana yake mapato yanayotokana na riba yatapungua, na mapato yanayotokana na riba yakipungua, inamaanisha ziada ile ambayo tulikuwa tunaitegemea itapungua vile vile. Hilo ni swala la kwanza. Swala la pili, ukitoa mkopo unategemea kwamba mwezi unaofuata marejesho yatakuja. Zile fedha zinazoingia ndani zitatolewa kama mikopo kwa watu wengine. Maana yake itaongeza mzunguko wa fedha kwenye chama. Kuongeza mzunguko maana yake ni kwamba hao wapya ambao watapewa mikopo mipya ambayo imetokana na marejesho wataanza kurejesha, na mikopo ile itatoza riba na faida itaongezeka. Sasa kama zile fedha hazitorudi, maana yake kuna wanachama ambao watakuwa wanasubiri mkopo kwa muda mrefu na wasiweze kupata kwa muda, na inaweza kupelekea hata saa zingine wanachama kuondoka kwenye chama kwa sababu wanaona kwamba wanasubiri mikopo kwa muda mrefu bila kupata. Na tukirudi moja kwa moja kwenye hisa, mtazamaji angetaka kujua tunawezaje kutofautisha hisa za SACCOS na taasisi nyingine na hisa za taasisi nyingine? Uwekezaji wowote una matokeo mawili, faida ama hasara. Lakini nikijikita kwenye SACCOS, kwanza, moja ni kwamba SACCOS inatoa platform ya wawekezaji kukutana na kujadili taarifa zao na kupanga namna gani huduma ambazo watakuwa wanazipata zinatolewa. Ukiwekeza kwenye taasisi zingine utapata platform ya kwenda kujadili uwekezaji wako, lakini huduma anapewa mtu mwingine ambaye sio mwekezaji. Kwenye SACCOS aliyewekeza ndiye anayepewa huduma. Kwa hiyo kama wewe umewekeza kwenye SACCOS na unaona unataka maboresho ya huduma fulani, mathalan riba ya mkopo ipungue, una nafasi ya kutoa mapendekezo kwenye mkutano mkuu kwamba tunaomba riba ya mkopo ipungue kufika kiasi hiki ili tuweze kujikwamua kiuchumi. Lakini ukiwekeza kwenye taasisi zingine, una nafasi ya kwenda kusema naomba bidhaa hii mimi nikiwa kama mwekezaji ipungue kwa sababu natumia mimi. Ni kwa sababu tu wanaotumia hizo bidhaa ni wengine na wawekezaji ni wengine. Tunajua SACCOS na wananchi kwa ujumla tunalipa kodi, lakini huku kwenye SACCOS ningependa kujua faida juu ya akiba na gawio, vipi mchakato wake kwenye ulipaji wa kodi? Kwanza gawio inalipwa kutokana na hisa, na gawio linalipwa kwa wanachama pale tu ambako chama kimepata faida. Chama kikipata faida
moja, lakini ya pili, chama kimefikia uwiano unaohitajika kisheria wa utoshelevu wa mtaji. Lakini baada ya hayo mapendekezo yanapelekwa kwenye mkutano mkuu ya kulipa gawio. Kwa hiyo gawio linalipwa kwenye hisa, na gawio likilipwa linalipwa baada ya chama kupata ziada na kuondolewa kodi ya serikali ambayo tunaita corporate tax 30%. Kinachobaki 40% ndio kinalipwa kama gawio, na vile vile kwenye gawio ambayo linalipwa kwa mwanachama bado inatozwa kodi ya 10%, kodi ya zuio. Lakini tukizungumzia faida juu ya akiba, faida juu ya akiba ni fedha ambayo analipwa mwanachama kulingana na yeye kuwekeza kwenye chama. Malipo ya uwekezaji wake au yeye kuweka akiba kwenye chama ndio tunaita faida juu ya akiba, na hii inalipwa kutokana na masharti ya chama na bajeti ambayo chama wameweka, kwa sababu whether chama kitapata faida ama hasara, faida juu ya akiba inalipwa kwa wanachama. Kwa nini? Kwa sababu mwanachama ametumia nguvu kuweka akiba kwenye chama chake, na zile akiba zinapelekwa kwenda kukopesha wanachama wengine na chama kinapata mapato. Kwa hiyo whether chama kitapata faida huko mbeleni ama hasara, faida juu ya akiba italipwa mwanzoni. Lakini vile vile faida juu ya akiba hii yakilipwa mwanachama, vile vile itakatwa 10% ambayo ni kodi ya serikali, tunaita kodi ya zuio. Hatua gani mwanachama anazichukua au SACCOS zinazichukua pale anapotaka kujitoa kwenye SACCOS? Anaweza kurudishiwa hisa zake, na utaratibu gani ambao unatumika kwenye kurudisha hisa zake? Utaratibu ambao unatumika ni kwamba mwanachama akishaandika barua kwamba mimi kwenye chama nataka kujiondoa, chama kitafanya tathmini kama mwanachama huyu ana obligations zingine zozote za kifedha, kama anadaiwa mkopo, kama amedhamini wenzake ambao wameshindwa kurejesha mikopo. Lakini kama yote haya yako sawa, atarejeshiwa fedha zake. Taratibu inategemeana na chama na chama. Kuna vyama ambavyo vimeweka kwamba mwanachama arejeshiwe fedha hizo baada ya miezi mitatu. Kuna wengine wameweka siku 7, kuna wengine wameweka mwezi mmoja, inategemeana na chama chenyewe kimeweka kipindi gani. Tukienda kwenye kujiimarisha kiuchumi kwa kuwa mwanachama wa SACCOS, wanachama wengi kama tunavyojua, kama tulivyosema mara ya kwanza, kwamba wanajua ni kuna kukopa na kuweka akiba, lakini anaweza kukopa kulingana na hisa zake na akiba zake. Hebu jaribu kumshauri huyu mwanachama anawezaje kujiimarishaje kiuchumi na kufikia sasa lile lengo ambalo tunalitaka hapa la kufikia utajiri au uchumi wa juu. Asante. Kwanza, tofauti kubwa ya vyama vya ushirika wa akiba na mikopo, yani SACCOS na taasisi zingine za kifedha, ni unafuu wa utoaji wa mikopo. Unafuu nikimaanisha, ya kwanza, riba ni nafuu ukilinganisha na taasisi zingine. Lakini cha pili, access, namna mwanachama anavyopata mikopo. Tunafahamu kuna taasisi ukiomba tu mkopo wa milioni 100, viambatanisho ambavyo vinahitajika vinaweza vikawa ni vingi. Unaweza ukahitajika tax clearance, ukahitajika dhamana za nyumba, hati na vingine vingi. Lakini kwenye SACCOS tunajua ukijaza fomu ya maombi utafanyiwa analysis, una akiba zako zinatosha kudhamini ule mkopo. Baada ya analysis utaambiwa ujaze mkataba, utapata fedha. Sasa kwa mwanachama kujinufaisha, kwanza moja, mwanachama akope kwa malengo, kwamba asiende tu kukopa kwa sababu fedha za kukopa zipo. Lazima mwanachama ajue kwamba anaenda kukopa kwa lengo lipi, na faida nitakayopata kwenye hicho nachoenda kukiwekeza ama nachoenda kuchukua mkopo kwa ajili kina faida ya kiasi gani. Hiyo ya kwanza. Lakini ya pili, mwanachama awe na nidhamu katika urejeshaji, kwa sababu wanachama wanapaswa kukumbuka kwamba hizi ni fedha za wanachama wengine. Kwa atakaporejesha kwa wakati, maana yake wanachama wengine watapata nafasi ya kuchukua mikopo. Lakini ya tatu, mwanachama hakikishe kwamba anafanya analysis ya investment ambazo zipo, ajue investment gani ina return kubwa, ikimaanisha kwamba ipi ina faida kubwa
na ipi ina faida ya kati na ipi ina faida ya chini. Lakini mbali na return, napaswa pia kuangalia riski kwamba ipi nikiwekeza kutakuwa na janga la fedha, kutakuwa na janga la kupoteza fedha, lakini ipi nikiwekeza hakuna riski kabisa. Hii itamsaidia mwanachama kuweza kuwekeza kwenye sehemu ambako kutakuwa na return kubwa, haweze pia kurejesha mkopo na kuweza kuchangia mahitaji yanayohitajika kwenye chama kama akiba, hisa na michango mingine. Ndugu mtazamaji wa PowerPod Podcast, tulikuwa na mtendaji mkuu wa wazo hili SACCOS pamoja na mimi hosti wako Gloria Anton. Tulipitia mazungumzo yetu kwenye kuangalia magawio ya SACCOS, tuliangalia hisa za SACCOS na pia tuliangalia mikopo na kodi zinazolipwa kwenye SACCOS. Usisahau kusubscribe katika channel yetu ya YouTube PowerPod Podcast pamoja na social media. Asanteni sana.